Karibu kwenye kipindi maalum cha uchambuzi. Taarifa ya kujiuzuru kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi imefungua mjadala mpana zaidi kuliko suala la kuondoka kwake katika nafasi ya umakamu wa rais. Nchimbi ametangaza kwamba ataondoka madarakani tarehe 4 Septemba mwaka 2026, huku pia akisema amestaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa yake, amesema amefikia uamuzi huo baada ya kujiridhisha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anatamani mabadiliko na kwamba anatimiza ahadi aliyowahi kutoa kwa rais kwamba kama angehitaji makamu mwingine angeachia nafasi hiyo. Lakini sasa kuna mjadala mwingine unaojitokeza. Je, mazingira yaliyotokea ndani ya CCM wakati wa uteuzi wa wagombea kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 yanaweza kutusaidia kuelewa kwa nini jina la Nchimbi limeendelea kuwa sehemu ya mjadala wa uwajibikaji wa kisiasa? Kabla hatujaingia kwenye malalamiko ya uteuzi, lazima tumweke Nchimbi katika nafasi aliyokuwa nayo. Kabla ya kuwa makamu wa rais, Nchimbi alikuwa katibu mkuu wa CCM. Hii nafasi muhimu sana katika uendeshaji wa chama, na mwaka 2025 wakati wa mchakato wa uteuzi wa wagombea ukiendelea, Nchimbi alikuwa katika nafasi hiyo. Kwa mfano, taarifa ya The Citizen ya Julai mwaka 2025 iliripoti kwamba mchakato wa kuhakiki majina ya wagombea wa CCM ulikuwa ukiendeshwa chini ya uongozi wa Secretariat wakati Nchimbi akiwa katibu mkuu. Hii ndio sababu jina lake linapotajwa kwenye mjadala wa mchakato wa uteuzi, kuna msingi wa kujiuliza kuhusu nafasi ya Secretariat ya CCM katika mchakato huo. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya kusema kuwa Nchimbi alikuwa katibu mkuu wakati mchakato huo ukiendelea na kusema kuwa Nchimbi binafsi aliamuru fulani akatwe. La kwanza linaweza kuthibitishwa, lakini la pili linahitaji ushahidi maalum, na huo tofauti ni muhimu sana. Mwaka 2025 CCM iliendesha mchakato wa ndani wa kupata wagombea wa uchaguzi mkuu. Kulikuwa na kura za maoni na baadaye vyombo vya juu vya chama vilihusika katika kufanya uteuzi wa mwisho. Hapo ndipo mvutano ulipoanza. Matokeo ya kura za maoni hayakuwa kila wakati sawa na majina yaliyotangazwa baadaye kama wagombea rasmi. The Citizen iliripoti Agosti 6 mwaka 2025 kwamba zaidi ya wabunge 50 waliokuwa madarakani au watu maarufu ndani ya CCM waliondolewa katika mchakato wa kura za maoni. Gazeti hilo pia lilieleza kwamba matokeo ya kura za maoni hayakuwa mwisho wa mchakato kwa sababu ya vyombo vya juu vya chama vilikuwa na mamlaka katika uteuzi wa mwisho. Kwa hiyo, jambo moja lazima tulielewe. Kushinda kura za maoni ya kumaanishi moja kwa moja kwamba mtu anakuwa mgombea rasmi wa CCM. Kulikuwa na hatua nyingine za maamuzi ndani ya chama, na hapo ndipo malalamiko yanapoanzia. Mfano mmoja ulioleta mjadala mkubwa ulikuwa wa Mwalimu huko Tanga. Kwa mujibu wa chanzo, Mwalimu alishinda kura za maoni kwa tofauti kubwa sana, lakini baadaye ilimteua mtu mwingine CCM akagombea jimbo hilo ambalo alikuwa anagombea Mwalimu. Chanzo hicho kiliripoti kuwa Mwalimu alipata kura 5750 wakati mgombea aliyeteuliwa Kasimu Amari Mbaraka alipata kura 80 katika kura za maoni. Hii ndio aina ya tukio iliyowafanya baadhi ya wanachama kujiuliza, kama kura za maoni haziamui mgombea wa mwisho, umuhimu wake ni upi? Na hapo tutafika kwenye hoja kubwa zaidi. Je, mfumo huo unapaswa kueleweka kama mchakato wa mashauriano tu au kama uchaguzi ambao matokeo yake yanapaswa kuheshimiwa kwa kiwango kikubwa? Hapana. Taarifa zilizotolewa wakati huo zilionyesha kwamba kulikuwa na maeneo mbalimbali ambako matokeo ya kura za maoni na uteuzi wa mwisho vilitofautiana. Kwa hiyo hii haikuwa tu hoja ya mtu mmoja, lakini pia tusifanye kosa la kusema kwamba kila mwanachama wa CCM alikataa uteuzi. Kulikuwa na wanachama waliokubali maamuzi ya chama. Nchimbi mwenyewe wakati huo akiwa mgombea mwenza aliwasisitiza wanachama kuheshimu maamuzi ya vyombo vya juu vya chama na kuweka umoja wa chama mbele. Hapa kuna mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, vyombo vya juu vya chama vina mamlaka ya kufanya uteuzi wa mwisho, na mtazamo wa pili ni kama kura za maoni zinapuuzwa mara kwa mara, wanachama wanaweza kuhisi kwamba ushiriki wao hauna maana. Huo ndio mgongano wa kisiasa uliokuwepo. Nchimbi alikuwa na nafasi gani je? Hili ndio swali muhimu zaidi katika mchakato huu. Nchimbi alikuwa katibu mkuu, lakini katibu mkuu si chama kizima. CCM ina vyombo mbalimbali vya maamuzi, kwa hiyo si sahihi kusema Nchimbi ndiye aliyewakata wagombea bila ushahidi. Kinachoweza kusema kwa hakika zaidi ni kwamba alikuwa mkuu wa Secretariat katika kipindi ambacho mchakato wa ndani wa uchaguzi ulikuwa ukiendeshwa. Hivyo, kisiasa, jina lake linaweza kuulizwa kuhusu namna mchakato ulivyosimamiwa
namna malalamiko yalivyoshughulikiwa na namna maamuzi yalivyotekelezwa pia, na kama wanachama waliona mchakato huo ulikuwa wa haki. Lakini hilo ni swali la uwajibikaji wa uongozi, si ushahidi kwamba Nchimbi alifanya kila uamuzi binafsi. Malalamiko yalikuwa na asali gani sasa? Hapa ndipo jambo linakuwa kubwa. Mchakato wa uteuzi wa chama tawala hauishii ndani ya chama, kwa sababu CCM ndio chama kilichokuwa kikitawala. Kwa hiyo mgombea anayeteuliwa na CCM ana nafasi kubwa ya kushiriki uchaguzi akiwa na nguvu kubwa ya kisiasa. Ikiwa wanachama waliokuwa wamejenga kampeni zao kwa muda wanaondolewa, inaweza kuzalisha kukata tamaa, migawanyiko ndani ya chama, malalamiko, na wakati mwingine baadhi ya wanachama kutokuwa tayari kumuunga mkono mgombea mpya. Chanzo iliripoti hata kuhusu wanachama wa CCM waliokuwa wakilalamika baada ya washindi wa kura za maoni kupuuzwa, baadhi wakitishia kumpigia kura mpinzani. Hili ni jambo ambalo chama chochote kikubwa kinapaswa kulichukulia kwa uzito. Je, hii inaweza kuhusishwa na kujiuzulu kwa Nchimbi? Hapa lazima tuwe waangalifu sana. Hakuna ushahidi wa wazi katika taarifa rasmi ya Nchimbi unaosema amejiuzulu kwa sababu ya malalamiko ya uteuzi wa CCM. Sababu rasmi aliyotoa ni kwamba rais anataka mabadiliko na yeye anatimiza ahadi aliyowahi kutoa. Kwa hiyo hatuwezi kusema Nchimbi amejiuzulu kwa sababu ya uteuzi wa CCM. Hilo lingekuwa hitimisho lisilothibitishwa, lakini tunaweza kuuliza swali la kisiasa. Je, matukio ya kipindi ambacho alikuwa katibu mkuu yanaweza kuwa sehemu ya historia inayochunguzwa wakati wanapotathmini uongozi wake? Ndiyo, na hiyo ndiyo tofauti kati ya kutoa sababu za kujiuzuru na kuchambua rekodi ya uongozi wa mtu. Kuelekea Oktoba 29 mwaka 2025, mazingira ya kisiasa Tanzania yalikuwa tayari yamejaa mvutano. Kulikuwa na mabishano kuhusu mchakato wa uchaguzi, uteuzi wa wagombea, nafasi ya upinzani na uaminifu wa mchakato mzima. Reuters iliripoti wakati huo kwamba Chadema ilikuwa imeondolewa kwenye uchaguzi na Ruagampina wa ACT Wazalendo pia alikabiliwa na tatizo la uteuzi. Mazingira hayo yalizua ukosoaji kuhusu ushindani wa kisiasa. Kwa hiyo, mchakato wa ndani wa CCM ulikuwa sehemu moja tu ya mazingira mapana ya kisiasa yaliyokuwepo kuelekea uchaguzi. Kwa maoni yangu, kuna somo kubwa sana. Ushindi wa chama haupaswi kupimwa tu kwa kushinda uchaguzi. Unapaswa pia kupimwa kwa namna chama kinavyowatendea wanachama wake kabla ya uchaguzi. Kama wanachama wanashindwa kula za maoni halafu wanakatwa, chama kinaweza kuwa na sababu harari za kufanya hivyo, lakini swali ni kuwa, je, sababu hizo zinaeleweka au zinaelezewa? Na kama mwanachama analalamika, je, kuna utaratibu wa kweli wa kusikiliza malalamiko yake? Hapo ndipo legitimacy ya mchakato inapojengwa. Kuna taarifa ya Februari mwaka 2025 inayomuonyesha Nchimbi akiwaonya wagombea wa CCM dhidi ya mbinu zisizofaa za kutafuta uteuzi. Aliwakosoa baadhi ya aspirants kwa kampeni za mapema na mbinu kama kutumia shughuli za kijamii kujitafutia ushawishi. Hili linatupa picha kwamba uongozi wa CCM ulikuwa unatambua kwamba mchakato wa uteuzi ungeweza kuwa na migongano, lakini hapo ndipo swali lingine linapotokea. Kama matatizo yalijulikana, je, mfumo uliweza kuyazuia? Kila chama kikubwa kina changamoto ya makundi. Mtu akiona mgombea wake amekatwa anaweza kusema hii ni vita ya makundi. Mtu mwingine akishinda anaweza kusema huu ni uamuzi wa chama. Kwa hiyo neno makundi linapaswa kutumiwa kwa tahadhari. Kama kuna ushahidi wa watu kupanga uteuzi kwa maslahi ya kundi fulani, huo ushahidi uonyeshwe, lakini kama hakuna ushahidi, hatupaswi kutengeneza ukweli kutokana na tetesi. Kwa mtazamo, jambo kubwa hapa si kujaribu kumhukumu Nchimbi kwa matukio yote yaliyotokea CCM mwaka 2025. Jambo kubwa ni uwajibikaji wa taasisi. Nchimbi alikuwa sehemu ya juu ya uongozi wa CCM wakati wa mchakato huo. Kwa hiyo ni halali kuuliza, je, mfumo uliotumika uliwapa wanachama imani? Lakini si halali kumhusisha binafsi na kila uamuzi bila ushahidi. Pia kujiuzulu kwake kunafanya historia hiyo ianze kuangaliwa upya, na hii ni kawaida katika siasa. Mtu anapoondoka kwenye nafasi kubwa, watu huanza kuangalia alifanya nini alipokuwa madarakani. Hilo si lazima liwe shambulio, ni sehemu ya uwajibikaji wa kisiasa. Sasa tuna maswali kadhaa ambayo bado hayajajibiwa. Kwa nini rais anataka mabadiliko? Ni mabadiliko gani hasa aliyoyataka? Je, mchakato wa uteuzi wa CCM wa mwaka 2025 uliasili vipi umoja wa chama? Je, malalamiko ya washindi wa kura za maoni yalishughulikiwa kwa kiwango cha kutosha? Na muhimu zaidi, je, mtu anayechukua nafasi ya Nchimbi atakuwa na jukumu la kujenga mfumo mpya wa kisiasa au tutaendelea na mfumo ule ule? Kwa sababu kuondoka kwa mtu mmoja hakumalizi tatizo kama tatizo liko kwenye mfumo. Na kwa upande wa Nchimbi, historia yake haitaanza tarehe 4 Septemba. Ataondoka madarakani, lakini rekodi ya kipindi chake kama katibu mkuu na makamu wa rais itaendelea kuchambuliwa.
Kwa hiyo tusifanye hitimisho la haraka kwamba Nchimbi ameondoka kwa sababu ya malalamiko ya wagombea wa CCM. Hatujui hilo. Lakini pia tusiseme mchakato wa uteuzi hauna uhusiano wowote na mjadala huu, kwa sababu ni sehemu halisi ya historia ya uongozi wake kama katibu mkuu. Kilicho wazi ni kwamba mwaka 2025 kulikuwa na tofauti kubwa kati ya baadhi ya matokeo ya kura za maoni na uteuzi wa mwisho, na hilo lilizalisha malalamiko ndani ya CCM. Na leo baada ya Nchimbi kujiuzuru, kuna maswali mengi yamerudi mezani. Sio kwa sababu tunajua kwamba ndio sababu ya kujiuzuru kwake, bali kwa sababu sasa tunapata nafasi ya kuangalia upya rekodi ya uongozi wake. Na pengine swali muhimu zaidi kwa Tanzania si kwa nini Nchimbi ameondoka, bali ni aina gani ya mabadiliko ambayo yanaweza kufanya mchakato wa kisiasa uaminike zaidi kwa wanachama wa chama mpinzani pamoja na wananchi wa kawaida. Hilo ndio swali ambalo linaweza kuwa kubwa zaidi kuliko kujiuzuru kwa mtu mmoja ambaye ni Nchimbi.